tunao ugeni mzito sana. Tangu mwanzo alikuwa nakwambia issue kubwa hapa sisi wenzio tunajikinga kidijitali. Umeelewa bana, mambo yamebadilika na wewe unabidi ubadilike kijana mwenzangu. Sio unakaa kama zama zile, hapana. Vitu vinaenda kiutofauti kabisa sasa hivi na digital. Kila kitu digital, everything. Ni nyumbani kwangu vitasa vyote vya digital. Lazima weke kidole gumba ndo uingie. Mambo nimeacha funguo town, nimetangulia madare, hamna siku hizi. Sasa kwa nini sisi tubaki nyuma kwenye maisha yetu ya kila siku? Kwa nini tubaki nyuma kwenye afya yetu? Hata hii afya ya kwetu pia tumeiweka kwenye digital, kwa maana ya unaweza kujua kila kinachokuhusu au sio bana kupitia digitali tu, mambo yasiyo mengi. Ugeni mzito umewasili hapa au sio bana, ukizungumzia MDH pamoja na My Service wamekuja kuzungumza nawe kijana, na kubwa zaidi ni good news. Bila shaka ni taarifa njema. Ni naye Mary Mpanda, huyu ni program coordinator kutokea My Service. Tunzikiwa kama nimetaja vizuri jina lako, Kasambalu, huyu ni assistant program coordinator. Lakini vile vile tunaye Ali Hassan, huyu ni mratibu wa ukimwi kutoka halmashauri ya Ubungo. Wote hao wamekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe kijana, kuelekea hii safari ya kukupa elimu, kukuelewesha ni namna gani utajikinga kidigitali, hasa kwenye hii 2025. Hii hausiki yoyote, upelekwe na dada, upelekwe na mjomba wala baba mdogo, mwenyewe kimya unafanya mambo yako kidigitali, unarudi unachukua maamuzi, maisha yanaendelea. Sasa ningeanza na Mary Mpanda. Bila shaka wewe utakuwa ukiniongoza kuniambia nani na nani, alafu kuanzia hapo taenda mbele. Mimi kama kijana nasikia tujikinge kidigitali, maelezo yamekuwa mengi sana. Kwa kifupi, kijana akisikia hii kauli ya jikinge kidigitali anatakiwa kuelewa nini, ama picha gani anatakiwa kuipata? Mbona Mary sisikii nani kimekuaje? Okay. Jamani, si vifaa vya kidigitali hivi. Hapo sawa. Okay, naitwa Mary Mpanda, natokea My Service Company Limited, ambako kwa kushirikiana na MDH ambaye ndo mdau wetu mkubwa, tunatekeleza mradi wa digital vending machines, ambazo hizi ni ATM, ambazo lengo kubwa ni kutoa bidhaa za afya dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa vijana na jamii kwa ujumla. Yes. Mashine hizi za kisasa ama za kidigitali zimefungwa kwenye maeneo mbalimbali. Tupo Dar, tupo Tabora, lakini pia hizo mashine za kidigitali ATM, alafu zinakupatia test kwa ajili ya kwenda kujipima na virusi vya ukimwi. Yes. Nataka nipate picha, ndo kijana mimi hapa ATM naijua ya kwenda kutolea pesa, naijua picha yake hivyo. Hii hapa ambayo mmekuja nayo nyinyi iko vipi? Hebu jaribu kutudadavulia kidogo. Okay, kama ATM ya kawaida ya kutoa pesa ilivyo, kule ndani kuna pesa, na pia kuna sehemu ambayo utaweka kadi yako, utachagua huduma unayoitaka. So na sisi mashine zetu ziko hivyo hivyo. Ukifika ni kama ATM, kuna upande ambao tumeweka bidhaa na zinaonekana bidhaa mbalimbali. Kuna bidhaa za kujipimia virusi vya ukimwi, kuna bidhaa kinga za aina mbalimbali na nyingine nyingi. Lakini pia kuna screen hapo kwenye ATM. Screen ile ambayo unaiona kwenye ATM ambayo inaonesha njia zile za kupata ili kupata pesa, pale inakuwa inaonesha maudhui mbalimbali kwa njia ya videos ambayo yanakuwa yanaelimisha kuhusu maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pamoja na magonjwa mengine. Lakini pia kunakuwa na section ambayo itakuwezesha wewe kijana kuweza kuweka namba yako ya simu kwa ajili ya kupata bidhaa zilizoko kule ndani bure kabisa. Lakini pia kama ni kijana ambaye tumekufikia na una password yako maalum, ambapo ukienda kwenye ATM utatumia kadi yako, lakini huku sisi unakuwa na password yako maalum ambayo utaiweka pale na kupata hizo bidhaa bure kabisa bila kulipia chochote, na unajihudumia ukiwa wewe mwenyewe. Wow, maelezo mazuri sana ya dada Mary. Lakini Tunzikiwa, mimi najua huu mradi ama hii shughuli si ya leo, si ya jana, ni ya muda mrefu sana. Lakini safari hii ni kama vijana wanatakiwa kufikiwa haswa na kupelekewa huduma hii moja kwa moja kidigitali. Nini kimeonekana? Kwa nini safari hii tunasema tuzungumze nao hawa vijana wapate kutuelewa? Mmegundua nini ama mmeona kitu gani haswa? Asante Dula, na nikikurekebisha ni Tunukiwa jamani. Jina la thamani sana. Pole Tunu. Tunu we.
Nisamee Tunu Yeah, kama anavyosema Dula kwamba mradi umeanza, umekuwa ni wa muda mrefu sasa, lakini kwa nini nguvu inaonekana inaenda kwa vijana zaidi? Nadhani kwa ujumla tunaelewa Watanzania sasa hivi na serikali kwa pamoja tuko katika usemi gani? Tunasema Tanzania bila ukimwi, au kwa lugha sahihi kabisa tunasema Tanzania bila maambukizi mapya ya ukimwi ya virusi vya ukimwi inawezekana. Yeah. Sasa juhudi ziliwekwa nyingi sana, yalifikiwa makundi mengi sana ambayo mengine yalikuwa yanaonekana namna gani vipi, lakini maambukizi na takwimu zimeonyesha maambukizi yalianza na yameendelea kushuka. Lakini kaja kuonekana hili kundi la vijana umri rika bale mpaka wa vijana wadogo miaka 15 mpaka 24 imekuwa ni kundi moja lenye changamoto bado kwa ukubwa wake. Ni kwa nini? Kwa sababu kwanza tukiangalia huo umri tuloutaja, wengi wao bado wako katika kipindi ambacho hawana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo imeonekana kwamba bado maambukizi yanakuwa juu sana kwenye hilo kundi. Kwa sisi pamoja na mdau wetu MDH, sisi kama My Service tukaona ni wakati sahihi sasa, wakati dunia inahamia kidijitali, tuangalie ni namna gani tuendane na vijana, kwa sababu wengi wanakuwa katika mazingira ya kujificha huo umri tulivyosema. Mtoto wa miaka 15 akienda pharmacy akisema mimi nataka nikanunue condom, inaonekana huyu mtoto anafanya nini? Kiuhalisia mtaani tunajuana, watoto sasa hivi mapema sana wanaanza kushiriki ngono, lakini kiwazazi nyumbani hatutaki kukubaliana na uhalisia. Kwa sasa tunaangalia huyu kijana tunamsaidiaje. Kwa jinsi ya kumfikia huyu kijana tukaona hizi mashine zipo, lakini tuweke nguvu zaidi, vijana wengi wapate kuzisikia, wajue zilipo, na huduma ni ya bila malipo na ni masaa 24, muda wowote, wakati wowote. Asikudanganye mtu kwamba sasa hivi ni usiku twende tu tufanye hivi, hapana. Wewe nenda kachukue vipimo, kachukue na bidhaa za kujikinga, maisha yaendelee. Kwa kwenye hizo ATM napata condom, lakini vile na vipimo vya kujua afya. Ndio. Nice. Pia tunaye Bwana Ali Hassani, huyu ni mratibu wa ukimwi kutoka halmashauri ya Ubungo. Big brother, karibu sana, tunafurahi kuwa na wewe. Na kwa tathmini fupi tu, najua mmefanya mengi, mmezungumza na vijana, mmefanya program kadha wa kadha katika kuhakikisha tunapunguza kama si kumaliza kabisa haya maambukizo. Hali ikoje pale katika halmashauri ya Ubungo, lakini pia kupitia hizi ATM tunazoambiwa hizi ambazo zinatolewa na MDH My Service, wanatusaidia kutupa elimu ya kuzitumia, mmenufaika vipi ninyi mpaka muda huu? Kwanza nashukuru brother Dula. Mimi kwa majina naitwa Ali Hassani, mimi ndo mwenye jukumu la kudhibiti maambukizi katika halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Sasa kama unavyofahamu kwamba serikali huwa tunafanya kazi na wadau. Na hata Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan huwa anasisitiza kwamba serikali na wadau tuwe kitu kimoja. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba ile sehemu ambayo serikali, kwa maana kwamba halmashauri ya manispaa ya Ubungo hatuwezi kuwafikia hawa vijana likabale kwa haraka, basi tunawatumia wadau waweze kuwafikia kwa haraka. Kwa lengo ukiangalia ni namna gani sasa ya kwenda kuwahudumia hawa wananchi. Sasa kitu cha pili ni kwamba hawa wadau wetu hasa My Service kwa kushirikiana na MDH, manake kuna zile tunaita HIV intervention mbalimbali ambazo huwa wanazifanya, yani zile afua za HIV. Na ukiangalia kundi kubwa sasa hivi ambalo serikali au kwa maana kwamba kwa upande wa mambo ya HIV tunahangaika nalo ni kundi la vijana. Na vijana namna gani? Manake ni vijana likabale. Sasa hawa vijana kuna namna mbili. Namna ya kwanza, kuna vijana ambao tumewa category kwamba tutawakuta either wako shule za msingi, wako sekondari, vyuo vya kati au vyuo vikuu. Lakini pia kuna vijana ambao sasa wako kwenye mfumo rasmi, manake naweza tukakutana nao kwenye mabaa, kwenye magereji, kwenye betting, kwenye bodaboda, magereji na sehemu zingine. Sasa jinsi ya kuwafikia, nafikiri ndo wadau wetu wamekuja kutufumbua kwamba nowadays manake lazima tuwafikie kisayansi. Kwa sababu zamani manake tulikuwa tuna ule utaratibu kwamba tunakusanya tu watu, unaanza kuwapa elimu bana, sio HIV kwa hivi sio. Sasa unajua maisha yanavyozidi kwenda brother Dua, nafikiri unajua kwamba ile inaenda unawaboa. Wewe babu vipi babu? Unatuelewesha habari hizo. Sasa hao wenzetu My Service kwa kushirikiana na MDH manake wamekuja sasa kidijitali. Kidijitali manake sasa unatoa fursa kwa wale vijana ambao wanauoga either kutokana na kazi zao. Mfano kundi la bodaboda all the time yeye yuko anatafuta pesa.
Kwa hiyo anaweza akakosa muda kabisa wa kwenda kwenye kituo chochote cha afya kwenda kujua afya yake kuhusiana na maambukizi ya HIV. Kwa hiyo kupitia hii project, maana yake kwamba huyu bodaboda sasa, kutokana na anakosa muda, sasa haina haja tena kukosa muda, kwa sababu yeye atafikiwa pale alipo. That's why ndio maana tumekuja na huu mfumo, na niwapongeze sana hawa MySafes na MDH. Kiukweli ni wadau ambao katika halmashauri yetu ya manispaa ya Ubungo, kama mimi mratibu, ni watu ambao wanafanya vizuri na wanasaidia pia kupunguza maambukizi mapya ya HIV, hasa kwa vijana likabale, kwa sababu sasa hivi kiangalia kundi kubwa tunalohangaika nalo sasa hivi ni vijana likabale, ambao hii asilimia kubwa ya vijana likabale swala la HIV wanalichukulia swala la kawaida kabisa. Yaani sasa hivi imefikia hatua kwamba hili kundi watu wanaogopa sukari, watu wanaogopa kansa, watu wanaogopa pressure, lakini kitu ambacho ni mtazamo kwamba ambao si sahihi. Kwa hiyo kija katika issue ya HIV mtu anakuambia iko kitu cha kawaida. Na sasa na sasa vijana kwa hiyo sasa wenzetu MySafes na MDH manake nafikiri wamegeuza katika jinsi ya kuwafikia vijana. Mimi bana na jambo moja kidogo, na perception mbili. Nataka tumpe elimu kijana ambaye amekaa nyumbani na mzazi, amekaa nyumbani kama ambavyo dada hapa amesema kwamba kuna wakati mwingine sisi mtaani tunajuana kwamba vijana wanashiriki, lakini mzazi kuamini ni kitu kigumu. Kwa hiyo tunakuja kwenye namna ya kumsaidia. Hivi tunavokuja kuongeza au kumwambia, kumpatia elimu ya namna gani atumie hizi zana kwa maana ya kinga, watu wanadhani kama ndo tunakuja kumfundisha zaidi huyu kijana aweze kufanya zaidi, akiamini kinga ipo. Mtu akikwambia hilo, mzazi akakueleza kwamba inawezekana sisi ndo tunaochochea ili waone kwamba ngono ni kitu cha kawaida, kwamba anaweza kafanya, lakini wa kutumia zana, unamjibuje? Lakini pia hilo ni moja. Afu la pili, nimeona mara nyingi mnazungumza kuhusiana na maambukizi mapya. Natamani kujua tofauti kati ya maambukizi yale ya zamani na haya mapya ni yapi? Sawa, sasa mimi labda nizungumzie hilo la kwanza. Nafikiri swala la maambukizi mapya atakuja mtaalamu hapa ataelezea. Mimi nadhani kwanza kwa wazazi wa namna hiyo si vema na si vizuri kwamba kuona watoto kuongea nao labda kuhusiana, mtoto labda amefikia umri wa ameshabalee. Maana akishabalee tunategemea kwamba anaweza akajiingiza kwenye haya mambo ya kufanya mapenzi. Alafu ukawa unambania kumpa elimu kwamba ukifanya mapenzi au ukijihusisha na mambo ya ngono kuna tatizo labda 1 2 3, ukawa unahisi ukimwambia vile labda utachochea. Hapana. Kwa sababu wewe usipoweza kuchukua nafasi ya kuweza kuongea naye, maana yake huyo kijana anaweza akaenda akafundishwa na ulimwengu. Sasa kufundishwa na ulimwengu kuna mambo mawili. Inawezekana akafundishwa positive au akafundishwa negative. Kwa sababu hawa vijana, wewe ukishindwa kuongea nao kwa matumizi labda ya condom au vitu vingine, yeye ana uwezo wa kuaccess kupata zile taarifa katika kupitia sehemu tofauti. Mfano mzuri ndakupa, kuna siku moja tulitembelea shule X, sitaitaja shule. Kuna mtoto akawa anatoa ushuhuda kwamba mwalimu amempa assignment waende wakachukua hizo smartphone Google kuna kitu aliwapa. Lakini yule dogo alipoenda kuomba simu ya mzazi wake, badala kwenda Google kile alichoambiwa na mwalimu, yeye akawa amegoogle kuangalia sinema za ngono. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapa kwamba mzazi wewe unaweza ukawa unahisi kwamba nikiongea naye inawezekana ikaleta shida, lakini dogo mwenyewe anaelewa kwamba namna gani au sio bwana, yeye siku nyingi. Kwa hiyo sasa tayari inabadilika na ukiangalia sasa hivi tuko kama mfano mkoa wetu wa Dar es Salaam, maana ni mkoa ambao tuko katika wimbi kubwa sana, kwa sababu imefikia stage hata hawa madada poa. Mfano kuna kesi moja tulikutana nao Mbezi kwamba watoto wa shule anapewa hela kula shuleni, lakini anajibalabana, anajua ikifika mida saa 1 kuna sema atapiga chumba yake moja, umeelewa? Anaenda. Umeona bwana, sasa hali ni mbaya. Kwa hiyo maana yake kama mzazi utashindwa kukaa naye mwanao vizuri, inawezekana kula na kuenda maskini ya Mungu atumie hata hiyo zana. Kwa hiyo unakuta tayari unakuta mtoto ana miaka 15 16 tayari amepata. Kwa hiyo nafikiri kama kuna wazazi wanafanya hivyo ni kitu kibaya. Hii dunia tuliokuwa nayo sasa hivi brother, dunia ambayo ni mchane tu mapema kwamba dogo unaongea kwa uchungu sana na kuona pole. Tutashirikiana kwa pamoja Crown Media, MDH, MySafes kuhakikisha elimu hii inafika, na tunasema kuanzia hii leo tunajikinga kidijitali.
Hatutaki kwenda na shangazi wala mjomba. Wenyewe tunaingia kwenye ATM, tunaangalia mipango yetu imekaaje, tunachekecha, tunaweka vitu sawa. Tukirejea hapa baada ya mapumziko haya, tutakuja kukutajia maeneo ambayo unaweza kuzifikia hizo mashine na ukazipata huduma hizo bila shaka yoyote. Usiende popote, endelea kuisikiliza The Throne. Tunarejea muda usio mrefu. Kila mtu ana ndoto za kuwa bora katika kujipatia elimu kubwa katika masomo. Wapo waliofanikiwa kutimiza ndoto ya kupata elimu bora na wapo ambao hawajatimiza malengo yao kwa kukosa elimu bora. Kwa wale ambao hawajafanikiwa kwenye kupata elimu, basi Mtabe imekuletea elimu mkononi mwako. Walimu wote, hili ni suluhisho zuri la kufundisha kupitia app ya Mtabe. Pakua app ya Mtabe kupitia App Store na Play Store na uanze safari yako ya mafanikio mtandaoni. Kwa wanafunzi, utapata kozi za kipekee zilizotayarishwa kwa Kiswahili na Mtabe, na pia utaweza kupata madarasa mengi zaidi yaliyoandaliwa na walimu. Kwa watu wenye ujuzi, unaweza kufundisha wanafunzi wengi kwa urahisi popote ulipo. Huhitaji kulipia kodi ya jengo. Kumiliki vifaa vyote ni wewe na simu yako tu. Tembelea Mtabe, jisajili kama mtoa huduma na fungua darasa bure. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa simu namba 0674335083 au www.mtabe.co. Bukua na Mtabe. Unasikiliza Crown FM. Sequencing audio 92.1 Crown FM Zanzibar. Yeah. 92.1 Crown FM unaisikiliza popote pale ulipo kupitia Radio Box, Radio Garden, tupo live vile kupitia Crown Media pale YouTube. Nenda tutazame ndo digital inavyofanya kazi na tunajikinga kidijitali. Bwana, tutaki tena kuchukulia vitu poa kwa sababu maisha yanaendelea. Wewe kama unajua unakufa kesho, unajua unapewa miaka 70 shauri yako. Alafu sasa unakuja kurudi bwana kumeishatoa boku. Bana, inakuwa mtihani sana. Kama tulivyokuambia mwanzoni, tuna ugeni mzito sana kutoka My Service. Bana, tunaye Mary Mpanda pamoja na Tunikiwa, lakini vile kutokea halmashauri ya Ubungo pale tunaye kaka yetu Ali Hassan ambaye ametoka kuzungumza muda si mrefu akieleza kwa uchungu sana namna ambavyo wazazi wanapata hofu ya kueleza ukweli watoto, ama wakihisi wakiwaambia tumia kinga ni kama unamruhusu kufanya ikiwa tayari wanafanya. Kwa hiyo ni bora tu uwai mapema ili mambo yasiwe mengi. Lakini Travel aliuliza swali mwanzoni kwamba tunaposema maambukizo mapya ni yapi, ya zamani ni yapi. Kwa hivyo nadhani anataka maelezo ya kitaalamu kidogo, ama apate naye kuelewa na wale ambao wanatusikiliza. Ili nenda kwa nani? Kwa Tunikiwa au sio? Tupe maelezo kidogo kuhusu hili. Nitalijibu kwa maana mbili ili kusudi watu wasije wakaona namna gani vipi. Maana kubwa ya kwanza, mtu ukisema maambukizi mapya, tunaamini kwamba mtu aliyeathirika anapaswa ajikinge asipate kukutana tena na mtu atakayemletea maambukizi. Hiyo ni sura ya kwanza, kwamba mtu aliyeathirika endapo asipochukua au akazingatia njia za kuzingatia ili asikutane tena na mtu atakayemletea maambukizi, akafanya labda ngono zembe akapata tena maambukizi, yale kwa yule mtu tunayaita ni maambukizi mapya. Okay. Na yanaweza kawa ni mbaya zaidi, kwa sababu kama alikuwa tayari anatumia dawa, maisha yake yalikuwa yanaendelea vizuri, akaja akateleza, hapo anakuwa kama anaanza upya. Lakini pia kwa sura ya pili sasa hii ambayo ni kwa ujumla tunasema maambukizi mapya, tunaangalia tufikie sehemu ambayo kusiwe na mtu ambaye hana maambukizi akaambukizwa, yani hata kama ni kwa mara ya kwanza. Na hiyo ndio lengo kubwa kama nchi tunapotaka kufikia, kwamba wale walioathirika wasiwe tena na uwezo wa kumwambukiza mtu ambaye hajaathirika. Kwa kama mtu ambaye hajaathirika akipata maambukizi, yale tunayaita pia maambukizi mapya kwa yule muhusika aliyepata hivyo virusi. Maelezo mazuri sana, na wakati tunaondoka hapa tutoa ahadi ya kwamba sasa tutakuja kuambia hizi mashine zinapatikana wapi na wapi, na najua kupitia Crown Media tutakuwa tukiendelea kuwapa elimu taratibu, na good news ni kwamba kuna zawadi vile. Kwa vijana wasiogope, ukifika kwenye haya maeneo hauondoki mtupu, unaondoka na kifaa chako cha kujipima afya yako, unaondoka na mzigo wa kinga,
lakini vile vile utapata zawadi mbalimbali. Tuelezeni sasa, vijana hao wanaweza kukutana na hizi mashine wapi? Na najua mwanzo tulizungumza kwamba kuna screen pale unaweza ukaona namna gani unafanya, lakini pia nimeambiwa kuna namna ambayo utabidi uweke namba yako ya simu pale upate code na nini. Tupitisheni taratibu na tujue mashine ziko wapi na hatua ndogo tu ya matumizi ya mashine hizi. Mashine hizi zinapatikana mikoa mitatu kwa hapa Tanzania kupitia mdau wetu mkubwa ambaye ni MDH. Zipo katika mkoa huu wa Dar es Salaam, zipo katika mkoa wa Kagera, lakini pia zipo katika mkoa wa Tabora. Katika mkoa wa Dar tuna mashine 5. Mashine ya kwanza ipo Sinza Afrika sana, Kona Bar. Sasa hivi inaitwa Vibe Lounge. Namna hiyo. Wapi ipo? Kona Bar zamani. Yes, sasa hivi inaitwa Vibe Lounge. Ukifika pale tu niko pale barabarani kabisa, ukiulizia mashine ATM ya bidhaa za afya unaoneshwa ipo. Yani ukifika tu unaiona. Yes. Ya pili iko Mwananyamala kwa Wahaya. Naam. Mwananyamala kwa Wahaya. Namna hiyo. Yes. Ya tatu ipo Tandale uwanja wa Fisi. Yes, na ya nne iko Ubungo Riverside Zambezi Bar pale barabarani. Yaani ukifika tu Zambezi utaiona item yetu. Na ya mwisho kwa upande wa Dar es Salaam ni mobile vending yenyewe ipo kwenye gari. Sasa hiyo inakuwa inapita maeneo tofauti kutokana na uhitaji. Yes, sasa hiyo inafika machimbo yote, inafika Temeke, inafika Kigamboni, inafika kila sehemu ambayo hapo chawi ni kuwa na namba ya dereva. Yes. Kabisa. So nifanye bila kizushi. Kwa nini mliona mashine zinaweza kukaa maeneo hayo tajwa? Kwa sababu maeneo hayo tajwa ni maeneo fulani hivi ya yani kimeumana mzee wangu, tukutane hapo 2-3 za moto za baridi. Pameka kiutani maeneo hayo kama unavyonielewa. Mbona tunakuanza kuona jamani, tunaweza tukapeleka eneo Mikocheni. Okay, kama alivyosema dada, pamekaa kiutamu. Unajua maeneo kama hayo kuna kundi kubwa la watu ambao wanakuwa hapo kwenye hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na ndio maana tumeweka kwenye hayo maeneo, kwa sababu unaweza kuwa umefika eneo, let's say umeenda eneo kama Vibe Lounge. Umefika, umekunywa zako 2-3, umeshalewa, umewaka. Umewaka, umechukua hapo, umeona Sindio. If you want to talk to me directly. Nataka tukiwa na akili zetu. Alafu kuna muda unaanza kumwambia mtu, kwani tumesalimiana? Kuna sehemu nimekuudhi, nimekukera. Lakini ni performance za hayo maeneo, kwa sababu naamini mnakuwa mnapitia hizo ATMs. Zikoje performance zake? Kubwa sana. Kwa sababu yani mwitikio ni mkubwa sana, kwa sababu zile mashine ukichukulia kwa mfano wa condoms, unaweza kuweka condoms 3000 kwenye mashine nzima, na hapo tunaongelea packets, sio pieces. Kwa hiyo unakuta ndani ya siku moja au 2 zimeshaisha zote. Na sio sehemu ambayo kwamba mtu anaweza tu akachukua randomly, yani unataka tu unachukua randomly. Ni sehemu ambayo lazima uende, kuna taratibu za kupata. Kama ni namba yako ya simu ya mkononi, unaweka namba yako ya simu, unapata. Ingekuwa ni sehemu ambayo unaweza kusema kwamba zimemwaga tu, unaenda tu unachukua na nanili, hapo unaweza kusema kwamba hizo statistics haziko sawa, lakini matumizi ni makubwa sana. Yes. Kwa inawezekana kuna namba moja inajirudia sana. Tena wanaume, vijana wa kiume ndio wanaoongea, sio namba kujirudia, lakini pia watu wanatakiwa wajue kwa nini hizi mashine watu, yani kwa nini watu na kwamba ni rahisi kupata data, lakini pia zimewekewa kiwango ambacho namba yako ikishachukua ikifikia mwisho wa kile kiwango huwezi ukachukua zaidi. Ni tofauti na kuna vifaa vilishatangulia kabla ya hizi mashine, viliwekwa viboksi vingi sana. Vile unaweza kuweka hata pieces 400, lakini mimi naweza nikaenda na begi langu la mgongoni nikapakia kila kitu peke yangu. Kwa takwimu watu watasema mzigo umechukuliwa na nani na wangapi, umewafaidisha wangapi, huwezi ukasema. Lakini hii mashine nikisema tunukiwa, namba yangu ni hii, ukishatoa ukifikia kiwango cha mwisho cha siku hiyo huwezi ukatoa tena mpaka kesho. Unapata mikanda 5. Ukichukua mikanda yako 5 maana yake ni pieces 15. Pieces 15 zako ukishachukua leo ndo basi tena mpaka kesho tena. Kwa kingine labda Brother Dula, niambie, ambacho wananchi wengi sana huwa hawakifahamu.
Unajua hizi mashine au wenzetu MySafes na MDH walivyoziweka hizo location, nafikiri kila mtu alikuwa ameelewa kwamba kwa nini ziko kwenye hizo location. Wengi ambao hawana uelewa wanahisi kwamba wana entertain, kwamba sasa mfano kama labda madada poa ndo wana entertain kwamba waendelee. Kuna jambo kubwa ambalo unajua sisi wa Tanzania wengi huwa tunalisahau. Unajua kama hawa watu hatuwezi kuwatiti vizuri, maana yake ni watu ambao wako katika kundi la kueneza sana maambukizi ya HIV. Kwa sababu kuna mama au kuna mbaba ambaye yeye anaamini kwamba akishatoka kazini, akishatoka nyumbani kwenda kazini, anaamini kwamba mke wake atakuwa amemwacha nyumbani na akirudi atamkuta yuko nyumbani. Kumbe inawezekana mke au mume anapotoka kazini na stress za kwenye majumba la tofautiana. Kuna mwingine anaweza akatoka kula akapitia pale afanye mambo yake kadhaa ili aweze kurudi nyumbani. Kwa hiyo unakuta ile kundi kama uweze kulititi vizuri, unaweza kukuta kwamba sasa yani wanatoka pale wakaenda kupeleka katika maeneo tofauti. Kwa hiyo unakuta watu wengine hizi ziko hapa marage ni sahihi kwa lengo la kwamba jambo moja ambalo nataka tuliweke sawa MyService ni kwamba watu ambao wanatusikiliza ama vijana ambao wanatusikiliza sasa hivi wasiondoke na neno la kwamba mashine hizi utachukua tu condom. Kuna vifaa vya kujipima afya yako, kwa maana kuangalia kama una maambukizo ya VVU. Kwa kifupi sana unipitishe hapo ni kwa namna gani napata hicho kifaa na matumizi yake kwa haraka tu, wakati huo muda wetu unaenda ukikimbia sana. Okay, mtu atakapofika kwenye mashine kama tulivyosema kuna screen na product zinaonekana. Yani unaona kabisa kwamba vipimo hivi hapa, condom ni hapa. Kwa ile touch screen pale utachagua bidhaa unayotaka kutoa kwa sababu zinaonekana. Kwa utagusa sehemu ambayo ni ina picha ya kipimo, then itakwambia ingiza namba yako ya simu. Utakapoingiza namba ya simu kuna password itarudi kwa mfumo wa message kwenye simu yako. Ile password utaiingiza pale kwenye mashine, then itakupa na wewe, itakurudishia message nyingine, itakwambia unaruhusiwa labda kutoa vipimo 3 ndani ya miezi kadhaa. Ni uamuzi wako wewe, unataka utoe vyote 3 au utatoa kimoja. Ukishaandika idadi ya vifaa unavyotaka au hivyo vipimo, basi inakuwa tayari. Ukishaandika endelea, vifaa vitadondoka, unaondoka navyo. Wow. Yeah. Ni rahisi kama hivyo, ambayo unanisikiliza sasa hivi, kijana yote ambaye upo popote pale unasikiliza The Throne. Huu ndio utaratibu sasa hivi wa kidijitali, tunajikinga kidijitali. Hapo hauhitaji kwenda na mtu yoyote, au hitaji. Kuna wengine wana haya, wanaogopa kwamba nitaenda kwenye kituo cha afya kutafuta kujua afya yangu, alafu nitakuta kundi la watu pale, nitapanga foleni. Hii hakuna mambo haya. Unaweza kwenda muda wote, ni masaa 24. Unaweza kwenda usiku, kama usiku ukiona watu wengi, damka alfajiri, ambapo unajikuta tu uko mwenyewe pale, unachukua kipimo, unaenda unajipima na kila kitu kinakuwa sawa sawia. Jamaa, tunawashukuru sana. Hii kazi tuachieni sisi, tutazungumza na vijana na tutaendelea kuambia maeneo ambayo hizi mashine zinapatikana. Mmefanya kazi nzuri mpaka sasa hivi, hamna deni. Yaani amdaiwi mpaka sasa hivi. Halmashauri ya Ubungo mnaupiga mwingi, MyService mnafanya kazi poa sana. MDH wanajulikana, wamekuwa wakipambania taifa hili kwa miaka mingi sana. Niwatakie jioni njema, na lolote mtakalotaji sisi tulifahamu, msisite muda wote ule, au sio jamani? Oh yeah, basi usiende popote, tarejea muda.